Mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Nchimbi agemea kauli za chuki kwa upinzani, awapiga marufuku wana CCM nchini kutumia nyimbo na kauli zenye kuchochea chuki kwa vyama vingine. Ataka wanasiasa kuchunga ndimi hasa wakati huu wa uchaguzi. Wadau wa siasa wachambua kauli yake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi ya Dr. Emmanuel Nchimbi ikisema maneno haya katika wimbo huu ni maneno yanayojenga chuki, hayajengi upendo. Napiga marufuku wimbo huu. Sisi wana CCM tuna dhamana kubwa katika nchi hii, lazima tuongoze kwa mfano, tuunganishe watu, tusiwe chanzo cha vurugu. CCM ndio baba na mama wa demokrasia nchini. Chadema walishukia jeshi la polisi. Heche yatangaza msimamo. Habari katika ukurasa wa 3. Habari picha inaonyesha baadhi ya wanachama wa Chadema waliojeruhiwa baada ya kudai kupigwa na polisi walipokuwa mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu jijini Dar es Salaam. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Nahodha akosoa mfumo wa elimu ya vyuo vikuu. Habari katika ukurasa wa 3. Rais Samia aonya 4R isiwe kigezo kuvunja sheria, azigusa taasisi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kauli ya Kardinali Pengo, maisha ya Papa Francis. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Toleo maalum la Muungano linapatikana kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mvua yaacha vilio, shilingi bilioni 30 kukarabati barabara nchini. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele.